Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Mwashamu askofu wetu mstaafu Tarsisius Ngalaleki Mtwa na wapendwa nyote, tumekusanyika kama familia ya Mungu jimboni mwetu Iringa, tukiwa ndani ya oktava ya Noeli ili kuadhimisha sherehe ya familia takatifu ya Yesu, Maria na Yosefu. Leo ni siku rasmi ya kufunga mwaka wa yubilei ya miaka 2025 ya uinjilishaji katika kanisa letu takatifu Katoliki na la mitume. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia kuadhimisha vema mwaka huu mtakatifu, kwani kwa hakika tumepata neema nyingi na baraka zake kwa maadhimisho tuliyoyafanya, kama kutembeza msalaba wa mwaka mtakatifu katika parokia zetu za jimbo letu la Iringa na vigango vyake. Tumeweza kuadhimisha sakramenti za kitubio, Ekaristi Takatifu, ndoa na kadhalika. Waamini wengi wamerudi kundini, na tumeweza pia kufanya mifungo, semina, hija mbalimbali katika makanisa mbalimbali ya hija katika jimbo letu, na washa mbalimbali ambazo kwa hakika zimetujenga na kutuimarisha sana kiimani. Jambo la msingi kwetu tunapofunga mwaka huu wa mwaka mtakatifu wa yubilei kuu ya Ukristo wetu, jambo la msingi ni kuyadumisha na kuyaendeleza yale tuliyoyapokea katika mwaka huu mtakatifu kama matunda na zawadi ambazo tumepewa kutoka kwa Mungu. Siku ya leo sisi wanajimbo la Iringa, kama matunda hayo tunayozungumza na zawadi ya yubilei kuu ya miaka 2025 ya Ukristo wetu, tumepewa wana wetu hawa mashemasi wateule 6 ambao jana jioni walikiri imani na kutangaza viapo vyao mbele ya Mungu na mbele ya kanisa, na wengi kati yetu tulikuwepo kama mashahidi na tulisikia kukiri imani kwao na viapo vyao walivyovitoa kwa Mungu na kwa kanisa. Mashemasi wapendwa, mashemasi wateule wapendwa, mkumbuke kuwa mnapewa daraja takatifu ya ushemasi ambayo ni daraja ya kwanza ya ukuhani, na mnapokea utume, mnapokea wajibu wa kutimiza katika kanisa kwa ajili ya sifa na utukufu wake, na kufanya uinjilishaji na kutoa huduma hiyo kwa watu, huduma ambazo mtapaswa kuzifanya baada ya kupewa daraja hii ya ushemasi. Ni huduma ya neno, kuhubiri Injili na kutoa homilia. Ni wajibu wenu na mtapaswa kufanya, na muone kwamba ni wajibu wenu, bila shaka mkielekezwa na wachungaji, baba askofu na mapadre, maparoko watakaokuwa wanawaelekeza mfanye. Mna wajibu wa kutoa katekesi na mafundisho ya imani kwa watu
wakati wa misa. Shemasi ukiwapo, wewe ndiye mtangazaji wa Injili, wala ukifika ule wakati wa kusoma Injili tusianze kutazamana. Shemasi huko naanza kuangalia nani anasoma. Ukiwapo pale, wewe shemasi ndio wajibu wako wa kutangaza Injili wakati wa adhimisho la misa takatifu. Mtakuwa na huduma nyingine mbalimbali za kiliturujia kumsaidia askofu na mapadre katika adhimisho la mafumbo matakatifu, hasa Ekaristi Takatifu. Maandalizi yake yote yanayohusika kugawa Ekaristi Takatifu, komunyo takatifu kwa waamini, kushuhudia na kubariki ndoa kwa idhini ya askofu, na bila shaka kadiri ya utaratibu wa serikali yetu ya Tanzania, ikiwa na leseni ya kufungisha kubariki ndoa za waamini. Ninyi ni wahudumu wa kawaida kabisa katika adhimisho la sakramenti hiyo. Pia kubatiza, kwa kuwa mashemasi mnakuwa wahudumu wa kawaida katika kuwabatiza waamini, kuwabatiza watu ili wawe waamini katika kanisa, na bila shaka kama nilivyosema awali, kwa maelekezo ya viongozi wa kanisa. Kuongoza sala ya kanisa na kusali ofisio ya masomo ya kanisa ya vitabu vile ambavyo mmepewa ni wajibu, na mnapaswa kusali kila siku kwa ajili yenu ninyi wenyewe na kwa ajili ya kanisa. Mtapaswa pia kufanya huduma za upendo, matendo ya huruma kwa watu, kutekeleza matendo ya huruma kiroho na kimwili, hasa kwa maskini na wale wanaohitaji huduma mbalimbali. Ninyi mtapaswa kuwa wahudumu wa kutoa utume huo kwa watu, kuwahudumia wale waliotengwa na jamii. Mnapaswa kuwapa maneno ya faraja na kuwaongoza ili waweze kupata matumaini na furaha ile ambayo imepotea kutoka kwao. Mnapaswa kuwatembelea wagonjwa na kuwapa maneno ya faraja, na kwa maongozi na kwa uongozi wa kanisa, mkipewa majukumu hayo, mtapaswa pia kuwapelekea Ekaristi kama wahudumu wa kawaida. Lakini mkumbuke, kwa wagonjwa, ninyi bado sio waadhimishaji wa sakramenti ya mpako mtakatifu. Bado hiyo sakramenti kanisa halijawakabidhi kwamba mnaweza mkatoa huduma hiyo kama wahudumu wa kawaida. Ndugu zangu wapendwa, tuwaombee hawa mashemasi wetu wateule, ili wito huu mtakatifu waliopokea kutoka kwa Bwana uweze kuzaa matunda bora, matunda mema yenye kupendeza kwa uinjilishaji na utume wa kanisa. Ndugu zangu, tunaadhimisha leo sherehe ya familia takatifu ya Yesu, Maria na Yosefu, na neno la Mungu limetuongoza vizuri sana kutafakari vema fumbo hili takatifu, adhimisho hili takatifu. Somo la kwanza tulivyosikia linasisitiza sana wajibu wa kila mwanafamilia
likiweka msisitizo kuwa wanao waheshimu wazazi wao watapata baraka tele duniani na sala zao zitasikilizwa. Kama tulivyosoma, Bwana amempa Baba utukufu mitarafu wana na kuithibitisha haki ya mama mitarafu watoto. Anayemheshimu babaye atawafurahia watoto wake mwenyewe, na siku ya kuomba dua atasikiwa. Ndugu zangu wapendwa, tunahimizwa sote, sababu wote tulioko hapa tumezaliwa na wazazi, kuwapenda wazazi wetu. Tujiulize, katika maisha yetu tuna wazazi, tumewapatia nafasi gani? Wazazi wetu, wazee wetu waliozaa, tumewapa nafasi gani? Je, tunawapenda? Bila shaka jibu linaweza kuwa ndio, tunawapenda. Tunafanya nini kwa ajili yao? Wazazi wetu wengi wao wanaweza kuwa ni wazee, umri wao sasa ni mkubwa, wanahitaji msaada wetu wa hali na mali. Inasikitisha kuona kwamba mara nyingine inatokea kwamba tumewasahau wazazi wetu, hata kuwatembelea tuwatembelei, hata Krismasi, wengine hata tu kuwatakia heri ya Krismasi hatufanyi. Kuna wengine tunafikia hatua hata ya kuwakataa wazazi, wengine kwa sababu wana hali fulani isiyopendeza sana. Kuna mfano mmoja wa Mkristo mmoja ambaye alikuwa ameenda masomo. Aliporudi alikuja na rafiki yake mmoja ambaye huyu rafiki yake anatoka familia tajiri. Sasa alipoenda nyumbani kule alikozaliwa kijijini kwake, hakumtambulisha mzazi wake kwa rafiki yake, kwa sababu hali ya yule mzazi wake, yule baba yake, ilikuwa mbaya. Alikuwa amevaa nguo zisizopendeza, nguo hizo za kunajua hali ya kijijini na hali ya umaskini. Hakumtambulisha baba yake kwa rafiki yake, alimsalimia tu kwa kawaida. Katika maisha yetu wasaidie wazazi wetu, tuwapende wazazi wetu. Mzazi wako ni mzazi wako tu. Kama ni baba, kama ni mama, huyo ni baba, ni mama yako tu. Hakuna kitakachobadilisha ukweli kwamba huyo ni mzazi wako. Hata kama wakati fulani mkawa na mawazo yasiyoafikiana, hata kama wakati fulani alikufanyia mambo ambayo hayakuwa mazuri sana, mzazi wako ni mzazi wako. Unapaswa kuyaweka vizuri, kwa sababu huwezi kupata baraka kwa hakika kama utamchukia baba yako, kama utashindwa kusaidia baba yako au mama yako. Mzazi wako, tunapaswa kuwasaidia wazazi wetu, tunapaswa kuwa nao, tuwatembelee, twende hata tukakeshe kidogo na wazazi, walau kwa muda fulani mfupi, tuwe nao. Na kama wana mahitaji ya msingi, tuwape mahitaji, kwa sababu ni wazazi wetu. Na jambo jingine, ndugu zangu, linalosisitizwa katika somo hilo ni kwamba wazazi wetu hasa pale ambapo wanakuwa na hali inayohitaji, kwa mfano wamekuwa wagonjwa, wamekuwa sasa wanahitaji msaada, tunapaswa kutoa msaada huo. Ndugu zangu,
linasisitiza umuhimu wa kupendana katika familia. Baba kumpenda mama na mama kumpenda baba na watoto kwa pamoja kama familia, kupendana. Jambo hili ndugu zangu, katika familia zetu, katika maisha yetu, na hata kutokana na mifumo ya utamaduni wetu, linahitaji sana sana kulifanyia mabadiliko. Tunapaswa kupendana. Wazazi tuwapende, baba na mama tupendane, na watoto tupendane sote. Watoto wawapende wazazi wao, wazazi wao wenyewe wapendane, na upendo huo uonekane daima kwa watoto. Shida iko kubwa sana, upendo kati ya baba na mama. Mara nyingi umekuwa una mwelekeo wa upande mmoja, na hasa katika utamaduni wetu wa Kihehe. Upendo tunaozungumza, upendo wa kupendana na kusaidiana. Mara nyingi baba amekuwa akimtazama mama kwamba ndiye anapaswa kufanya shughuli zote. Hata kama tumeenda shambani kulima, sasa tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mvua inanyesha, na tunamwomba aendelee kutujalia hali njema ya hewa, mvua iendelee kunyesha, iwe ya kutosha kustawisha mazao yetu, ili tupate riziki za kutuwezesha tuweze kuishi vyema na kutumikia. Meenda shambani, kuna jembe, kuna nyengo. Mshamaliza kulima vyote, achukue mama. Amebeba mtoto mgongoni, na atapaswa kuchukua na kuni kwa sababu nyumbani hakuna kuni. Sasa wewe baba unarudi tena, uendi nyumbani. Tangulia nyumbani, mama tangulia katayarisha chakula huko, na wewe unapita kilabuni. Kilabuni utakunywa kombe na kupata mshikaki fulani, basi umemwacha mama. Na ukirudi nyumbani ni amri tu. Mimi namkumbuka babu yangu, nikienda kwa bibi, ilikuwa babu akikaa sebuleni anamuita bibi, Mikwile, leti kikombe hicho. Kikombe chenye kipo jirani tu. Na akichelewa anamwambia, "Mbona umechelewa? Gausa kanzime ine." Yaani, mbona unachelewa kupiku, nataka niende mwenyewe. Sasa na bibi kwa kiburi sasa, kuime yule. Mfumo wa upendo katika familia mara nyingi umekuwa na sisi, labda nasema ni utamaduni. Pengine sisi akina baba tukitoa usaidizi kwa wake zetu, inaonekana kama kuna shida. Na hata watu wanaanza kufikiri, wewe mwana. Yaani baba amebeba mtoto na mbele. Kwa hiyo watu wasahau. Yaani kwamba huyu mama sasa inaonekana amefanya mambo. Na huyu baba amekuwa kama hana akili ya kujitosheleza. Lakini kwa kweli ndugu zangu, tunapaswa kupendana. Upendo wa kusaidiana. Msaidie baba, msaidie mke wako. Kama ni kubeba mtoto, hata wakati fulani tujifunza hata kupika. Kwa sababu kwa kweli inaweza kutokea mke wako akaugua. Sasa kama hujui hata kukoroga kidogo na nini, unaweza kulala na njaa. Kwa hiyo tunapaswa kujifunza mambo fulani mengine ambayo
kwa kweli ni ya muhimu kwetu sisi. Kinaonekana kama kitu kipya, na ndio maana mnacheka kwa sababu mnalielewa vizuri hilo swali. Yaani tunapaswa kuyafanya haya mambo, kuonesha upendo katika familia. Na Mtume Paulo anaposema wake wapendeni waume zenu, haina maana kwamba neno hili bila shaka likisikika kwa baba, bila shaka hata kama mmekaa hapo kama familia unazikukuli, unapaswa kunipenda. Lakini Mtume Paulo ameeleza pia waume wapendeni wake zenu. Ni njia zote mbili, kwenda na kurudi. Tunapaswa kupendana. Upendo wa kupendana kwa pamoja ni muhimu sana, na kushirikiana kama tulivyosikia pia hapa katika Injili. Yosefu na mama Maria wanakwenda pamoja. Malaika amemtokea Yusufu, anamwambia mchukue mtoto kimbilie Misri kwa sababu Herode anataka kumuua mtoto. Wanaondoka kwa pamoja kama familia, na wanamchukua mtoto, wanamlinda mtoto kwa pamoja kama familia. Kwa hiyo muhimu wa kushirikiana kwa pamoja, timiza wajibu zetu sisi kama wanafamilia. Ndugu zangu, siku ya leo ambapo tunafanya sherehe ya familia takatifu, tuziombee familia zetu. Changamoto ni nyingi, magumu ni mengi. Wafuate mfano huu wa familia takatifu ya Yosefu, Maria na Yosefu na mtoto Yesu. Familia takatifu iwe kielelezo kwao, mfano kwao, wakijitahidi kuishi vizuri pamoja na magumu mbalimbali yanayoweza kutokea, kama ilivyotokea pia katika familia hii takatifu. Kuna magumu mengi kama hili la Herode anataka kumuua mtoto. Familia zetu tushikane kwa pamoja, tusaidiane, kila mmoja atimize wajibu wake, akijua kwamba familia ndiyo kiini cha imani ya kanisa, kiini cha imani. Na katika familia tuwafundishe watoto wetu imani, tuwafundishe dini. Mtoto asiende kujifunza ishara ya msalaba kwa katekista. Baba na mama mfundishe mtoto aanze kujifunza pale masuala ya imani, tabia njema, kushukuru, kuamkia, kutoa sadaka na kadhalika. Ni wajibu wenu ninyi wazazi. Na mtoto akilelewa vizuri, basi kanisa letu linapata msingi mzuri wa imani. Hata siku ya leo tunapoadhimisha daraja takatifu ya ushemasi wa mashemasi wetu hawa wateule 6, ni matunda ya familia. Hawa wametoka katika familia, sote tumetoka katika familia, na ndio maana wazazi na walezi na ndugu wapo hapo, na ndio kielelezo dhahiri cha kwamba familia ambayo imewalea watoto vizuri na wao wamepokea imani, sasa ndio tunapata miito mitakatifu, iwe ya padre, ya utawa, ndoa na kadhalika, kwa sababu wamepata msingi mzuri kutoka katika familia. Kwa hiyo kweli tuziombee familia zetu ili ziweze kujengeka na kuwa imara katika kuonesha mfano bora wa maisha na kushiriki utume huo ambao wamepewa
sifa na utukufu wake. Tumsifu